amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Allah, rehma na amani zimwendee, ma yazalu albala'u, haikuacha kumwandama mitihani, almu'min, muumini. Ma yazalu albala'u bilmu'min, haikuacha kumwandama mitihani muumini wa kiume, walmu'minati, na mwanamke na muumini wa kike, fi nafsihi, yeye mwenyewe. Mtihani unakuja kwako mwenyewe. Mitihani ni neno refu na pana. Ima mtihani wa maradhi, hakuna siku unaamka ila wewe unasikia le ima hapa au hapa au hapa. Yani mtihani wa wasiwasi, mtihani yani ni neno pana sana. Mimi mtihani wangu kadha kadha. Wa waladihi, na kwa mtoto wake. Mwenyezi Mungu amempa mtoto, alafu akampa mtihani ndani ya huyu mtoto, ima ni maradhi, kila wakati inamshughulisha. Yani ule mtihani ulioko kwa mtoto wake, kichwa kinaumia, utaondokaje? Wa malihi, na mali yake, imekwenda vizuri, mara anaporomoka. Kila anapofanya anaporomoka, kila anachoshika hakuna. Nafika mahala anaona kabisa anguko lile pale. Lakini mitihani yote hii, ndugu zangu, wake yeye mwenyewe, ulioko kwa mtoto wake, kwenye mali yake, akasubiri. Hakupeleka khatir ubongo wake kusema labda, kama walivyozoea wanadamu, kuna mkono wa mtu. Maneno ambayo si sahihi kabisa. Hili lina mipango fulani, hapa nazoofeshwa. Akasema hapana, haya hayanipati, illa yashatangulia kuandikwa. Haya tayari. Na akawa hasema haya ni kutokana na kile nilichochuma kwa mikono yangu mimi mwenyewe, hii mitihani. Akailaumu nafsi yake na akafanya subira, na akasema Allah ndio anayakadiria yote. Qaddara Allah wa ma shaa faala, amekadiria Allah, na anachotaka Allah anafanya. Wa muumini wa aina hii, aliyesimama hivi, huyu akawa na msimamo huu, hatta yalqa Allah ta'ala, mpaka atakuja kukutana na Allah siku ya Kiyama. Wama alayhi khatiya, hana kosa lolote, katoharishwa. Kwa sababu haliji jambo wewe la kukuumiza, ghammin wala hammin wala huzuni, mashaka, yote haya yanapokuvaa, unatakiwa, Allah anataka kuangalia, tasubiri. Kwa hiyo aina hii, ndugu zangu, atakuja siku ya Kiyama, Mwenyezi Mungu amemsamehe kila kitu. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih, amepokea Imamu Tirmidhi na akasema ni hadithi nzuri na ni sahihi. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima ufahamu, katika huu ulimwengu huwezi kuachwa hivi hivi, huwezi kupandishwa daraja. Allah anakupandisha daraja kutokana na nini? Kutokana na ile mitihani anayokupa. Kama mitume waliokewa maadui, ambaye nini, walikuwepo wa maadui ambaye wanapambana na mitume, wapo, lakini fasabaru, walisubiri mitume.
mpaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakuja anaambiwa fasbir kama sabara ulil azmi minar rusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subiri kama walivyosubiri wale tuliowapa mitume azma ya juu. Ina maana walikutana na mambo mazito. Masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim walikutana na vitu vizito, mpaka wanakwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anawaambia hembu sasa hali imekuwa ni mbaya, nendeni Habash, hunaka malikun la yadhlimu ahada, kuna mfalme hadhulumu wala hajapata kumdhulumu yoyote. Najashi, endeni kwa Najashi. Wakaenda kupunguza ile tahfifu mashakil, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam anahamia Madina. Mazito yako nyuma, lakini amesimama na masahaba wamesimama katika mstari. Lakini imekuja nusra baada ya kwenda Madina, wakakaa wakatulizana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaendelea na da'wa, kaendelea kufikisha hukumu na ahkam. Kwa muda wa miaka 10 ya Madina ukawa na mabadiliko makubwa, bali kabla haijawa 10 wakarudi wakaja wakaukomboa mji wa Makka. Ukarudi Makka, ikawa kuna fathu ya Makka, ukawa mji wa Kiislamu. Lakini yamepita mangapi? Kwa ndugu yangu katika imani, fanya subira na usimwingine, ila huenda kuna dhambi nafanya, labda mimi sijui nini, nyenyekeze kwake na tauba. Yeye mwenyewe ndo anajua siri yako. Allah anakujua zaidi kuliko unavyojijua. Allah anakujua, yeye ndio aliyekuumba, kila kitu anakufahamu, mpaka utakapodondokea anajua kila kitu, na anapokuweka anajua kila kitu, anajua. Kwa hiyo kama kuna aliyekutengeneza, anayekufahamu, anayekujua, kwa nini ubabaiki? Unapopata wewe rudi kwake. Subhanakallahumma